Mimi asubuhi ya leo nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Laikipia. Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nyinyi mnajua ya kwamba nimekuwa hapa pale nyuma na tulianza kazi nyingi ya watu wa Laikipia pamoja na nyinyi. Na leo mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba ile kazi tulikubaliana na nyinyi tutafanya. Hiyo kazi lazima iende mbele. Tunaelewana watu wa Laikipia? Mimi nawashukuru sana watu wa Laikipia kwa kura zenu. Na kwa sababu mlinipatia kura zenu, tulikubaliana kazi fulani lazima tufanye. Kazi ya kwanza hapa Laikipia mliniambia ni kuweka amani. Ni kweli ama si kweli? Laikipia ni kweli ama si kweli? Si tulikubaliana ya kwamba Laikipia hii imeteseka kwa miaka nyingi kwa mambo ya wizi wa ng'ombe na mambo ya ukosefu wa usalama na wananchi kukosa kuishi kwao kwa sababu ya magaidi na wakora na wale matapeli, watu wanaotuharibia amani. Mimi niliwahakikishia ya kwamba hiyo maneno ya ukosefu wa usalama sehemu hii tutakabiliana nayo na tutahakikisha ya kwamba mko na amani ya kutosha, watoto wenu wasome na nyinyi mfanye kilimo na maisha isonge mbele. Lakini pia tunaelewana jameni? Na kwa sababu hiyo mashule nyingi, karibu mashule 40 yalikuwa yamefungwa sehemu hii kwa sababu ya kukosekana kwa amani. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia mbali na kuweka amani, na mimi leo nimekuja hapa na naibu wangu Profesa Kithure Kindiki ambaye mnamjua, alikuwa waziri wa usalama. Si ndiye alikuwa waziri wa usalama hapa? Na yeye alishughulika, nilimtuma hapa ashughulike na mambo ya usalama wa sehemu hii. Tuweke wale NPR, tuhakikishe ya kwamba kuna barabara, tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaishi kwa usalama. Mimi nikikuja Laikipia leo, mimi naelewa watu wa Laikipia kwa sehemu kubwa, almost 70-80% kumepatikana usalama hapa Laikipia. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Ile sehemu kidogo imebaki, wale wajeuri kidogo wamebaki, mimi nitashughulika na wao. Lazima wakome kuleta mambo ya mauaji na mambo ya kuharibu mali ya wananchi na mambo ya kuiba mifugo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mbali na kudhibiti mambo ya amani katika sehemu hii, pia tulisema lazima tuwasaidie wananchi wa sehemu hii kwa sababu kwa miaka nyingi wameteseka, mali yao imepotea. Pia tuwasaidie na kusomesha watoto wenu. Na ndio sababu hiyo tumejenga mashule 9 sehemu hii ya hapa, kutoka hii shule yenu ya Ngarashi, sehemu hii yenu ya hapa Ngarashi. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimekuja kufungua majengo haya kwa sababu majengo mingi katika mashule yetu ilikuwa imeharibika. Mashule yetu iliharibiwa na wale wezi wa ng'ombe na kuharibu mambo ya masomo na mambo ya maendeleo katika sehemu hii yenu. Tunaelewana watu wa Laikipia? Sio shule hii ya Ngarashi peke yake. Shule ya Kirima tumejenga. Shule ya Nyakenywa tumejenga. Shule ya Thigio tumejenga. Shule ya Katirima tumejenga. Shule ya Muteta tumejenga. Ni kweli ama si kweli? Shule 9 tumejenga sehemu hii. Lakini huyu mjumbe wenu Daktari Karani anasema mambo bado. Anasema bado kuna shule nyingine ambayo pia inataka tushughulike nayo. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu huyu mjumbe wenu ni mtu wa bidii, sasa namwambia Bwana Mariro ambaye ni PS wangu wa mambo ya usalama ama ya defense, si ndio? Hiyo kazi nimempatia. Sasa hiyo shule imebaki. Shule ya hapa Laikipia West, shule ya kule Laikipia North, shule ya hapa Baringo. Wewe ushughulike nayo, mimi nitakuongezea pesa ndio tuweze kujenga mashule yote, wananchi wa hapa watoto wao wasome. Tunaelewana jameni? Kwa sasa tumetumia karibu shilingi milioni 200 kujenga haya mashule karibu 9. Tutaongeza pesa ingine kwa sababu ni ya muhimu. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Ni muhimu kila Mkenya mahali alipo
kuwe na amani, ndio tuweze kushiriki katika ujenzi wa taifa, Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Laikipia, mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni wakulima sugu. Nyinyi mnafanya bidii. Nilisimama hapa nikawaambia tutawapunguzia gharama ya mbolea. Ile kalama ilikuwa inauzwa shilingi 6,000 7,000, sasa tumeteremsha imekuja chini 2,500, na mimi nataka nimwambie governor apange vile tutahakikisha kwamba sio fertilizer ipatikane Nyahururu peke yake. Lazima ikuje hapa Sipili, lazima ikuje hapa Kinamba, lazima tutafute store ingine karibu na nyinyi hapa, hata kama Muhotetu, ndio tuhakikishe ya kwamba hamusafiri kwenda mbali ati kwenda kutafuta mbolea. Ama ni aje watu wa Laikipia? Tumekubaliana? Ya tatu, mimi niliwaambia pia ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, pia lazima tuajiri walimu zaidi. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000. Na kwa sababu sehemu hii ilipata matatizo, walimu wengi wakatoroka. Sasa nimeambia watu wa TSC wafanye affirmative action, ndio walimu zaidi wapatikane katika mashule yenu hapa, kwa sababu wale walitoroka kwa sababu ya ukosefu wa usalama, pia tuwa replace na tuwaongezee wengine, ndio watoto wenu wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine wa taifa letu la Kenya. Jambo la tatu, tulikubaliana na nyinyi mambo ya barabara. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua katika hiyo awamu ingine tulikuja tukaanzisha barabara kutoka Rumuruti kuja Sipili kwenda Kinamba. Ni kweli ama si kweli? Si tulijenga hiyo barabara tukamaliza katika awamu hiyo ingine? Pia tukaunganisha kutoka Sipili tukalete hapa Muhotetu, tukapeleka Karandi. Saa hii inakaribia imefika, inaelekea Baringo, tunataka tuifikishe mpaka Marigat. Imekwama kidogo pale mbele, lakini imekwama kwa sababu contractor ametusumbua na tunabadilisha huyo contractor, tunaleta mwingine. Si kweli ama si kweli? Lakini huyu karani amekuja tena akaniambia mumemtuma ati barabara itoke Kinamba iende Mwenje iende mpaka Matweku. Ni nyinyi mlimtuma ama ni kunipanga? Amekuja kunipanga. Nyinyi ndio mlimtuma ati barabara itoke Kinamba iende Mwenje mpaka Matweku. Pia akaniambia ingine ati tena nitoe barabara pale Muhotetu nipeleke Kaiti, nipeleke Kundarima, Kundarira, nitoe Kundarira nipeleke mpaka Njevi. Nyinyi mlimtuma ama kunipanga? Ananipanga huyu mtu. Nyinyi ndio mlimtuma? Bas, nataka munisikize kwa makini. Hiyo barabara yenu mbili, hiyo ya kutoka pale Kinamba mpaka ifike Matweku kupitia pale Mwenje, hiyo barabara tayari tumetangaza, tumeweka kandarasi. Nimeambia wizara ya kwamba waanzishe hiyo barabara. Mimi nataka nirudi hapa baadaye mwaka huu nikuje ni inspect hiyo barabara ikiwa inajengwa. Vile vile ile ya kutoka Muhotetu Kaiti kwenda Kundarira mpaka kule Njevi, hiyo pia tuli advertise Januari. Sasa inafanyiwa valuation, tutahakikisha kwamba inajenga. Nitarudi hapa kuja kufanya inspection wakati inaendelea. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ya mwisho, mimi nimekuja hapa maneno ya stima, kwa sababu mlinieleza ya kwamba hamutaki kuishi kwa giza. Giza iko na matatizo mingi, shetani anashughulika ndani ya giza. Na ili shetani atoke, tuweke mwangaza. Ama mnasemaje watu wa tuweke mwangaza. Na leo mimi nimekuja kuanzisha hapa mpango mkubwa wa Laikipia County. Nimeketi chini na viongozi wenu wote. Bwana Washira hapa, Mheshimiwa Keonjori pande ile, Mama Sara pande ile, tumekubaliana ya kwamba tunawapatia milioni 720 ya kuunganisha stima kwa watu 4,000 wapya hapa Laikipia.
Na nimeambia pia huyu waziri wangu Bwana Opiyo Wandayi yuko hapa, waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia pia waongeze shilingi milioni 400 katika program hiyo ingine. Tuongeze watu kutoka 4,000 mpaka watu 9,000 ambao watapatiwa stima. Na huyu Opiyo Wandayi na PS wake Bwana Alex Wachira tumekubaliana na wao, hii Laikipia haiwezi kuwachwa nyuma wakati tunapanga mambo ya stima katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio mradi tumekuja kuanzisha hapa. Leo tunaenda kwa kijiji ya Monyo hapa. Tunaenda kuwaunganishia stima. Na ile kijiji kingine inaitwa Kiambogo. Hiyo kijiji pia tunaenda huko leo, tunaanza kupangia mambo ya stima wakati tunasambaza ile ingine yote ya hapa Laikipia County. So ndugu zangu watu wa Laikipia, kazi zingine nyingi. Mkiona gazeti ya leo hapa Laikipia West, gazeti ya leo tumetangaza kandarasi ya kuwajengea soko hapa Sipili ya milioni 50 pale Kinamba. Vile katika gazeti ya leo tumewatangazia soko ya milioni 50 pale Kinamba. Pale Rumuruti vile tunawajengea soko Rumuruti ya milioni 350. Hapa Nyahururu, town yenu ya Nyahururu, saa hizi tunajenga nyumba 1,000 ya affordable housing. Hiyo kazi inaendelea nikiongea na nyinyi. Lakini vile tutawajengea soko ingine kubwa ya milioni 350 hapa Nyahururu. Tuhakikishe ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki hapa Laikipia West ama Laikipia nzima ibaki nyuma, tusonge mbele kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Laikipia, tunaelewana? Unajua mimi kwa miaka 2 nimekuwa nikipanga mambo, kwa sababu nilikuta uchumi iko na matatizo. Nikasema mbali ya kupanga mambo mengine nilainishe mambo ya uchumi. Sasa uchumi iko sambamba, iko chonjo. Sasa ile kazi imebaki ni mimi kuja kumalizia nyinyi mambo ya barabara, tumalize stima, niwajengee soko, niwajengee affordable housing, nisomeshe watoto wenu hapa na tuwapatie mambo ya matibabu, Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi watu wa Laikipia mnasema kazi iendelee ama mnataka tuletewe fitina ya upuzi? Nasema tuendelee na kazi. Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono, wala wanasema tuendelee na kazi. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Laikipia tumekubaliana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Laikipia, mimi nikiwa rais wa Kenya, haiwezi kubaki nyuma. Mimi nitahakikisha ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, Laikipia iko katikati ya hiyo mpango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mtu asiwadanganye na siasa ya pesa 8 kusema ati sehemu hii itawachwa nyuma. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Mimi nawaambia Kenya itasonga mbele, Laikipia ikiwa katikati ya kupeleka taifa letu la Kenya. Laikipia hoye! Laikipia hoye! Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Laikipia, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, nimesema ya kwamba tutaunganisha taifa letu la Kenya. Kila jamii, kila sehemu, kila county, kila dini tutaunganisha, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Tunaelewana? Na hii serikali mlinipatia nafasi ya kuunda hii serikali, inatutosha sisi wote. Sio lazima mmoja aondoke ndio mwingine apate nafasi, hapana. Sisi wote tunateshea ndani ya hii serikali, kwa sababu hii ni serikali ya Kenya na kila mmoja wetu ni Mkenya. Kila mmoja wetu analipa ushuru. And I want to give you my confirmation and I want to give you my assurance that no community is going to be left behind. No region is going to be left behind. No religion is going to be left behind. We are going to move together as one united, prosperous nation called Kenya. Na sisi wote tutatembea pamoja safari hiyo. Ndugu zangu watu wa Laikipia, mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema niunganishe Kenya hii? Mnasema niunganishe Kenya? Wale wanasema niunganishe hii Kenya iwe moja, nione kwa mkono. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Najua bado tuko na kazi nyingine nyingi ambayo mnataka tufanye hapa, si ndio?
muliniuliza mkiwa watu wa Laikipia, nisomeshe watoto, nipange vizuri mambo ya CBC, ikuwe na taratibu ya sawasawa. Hiyo kazi nimefanya, nimehakikisha kwamba tumeajiri walimu zaidi, nimehakikisha ya kwamba tunajenga mashule vile mnavyoona, na tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya, hata kama mzazi wake hana uwezo, anawachwa nyuma. Sisi wote tutembee kwa pamoja. Muliniambia nipange mambo ya kilimo. Munataka kilimo iwapatie pesa na pia ituzalishie chakula. Tukiongea saa hizi, kilimo ya mahindi iko sawa sawa. Kilimo ya chai tumepata bilioni 215 mwaka uliopita kwa mambo ya chai. Mambo ya kahawa, bei yake imesonga mbele. Kutoka shilingi 50 kwa kilo, sasa tuko shilingi 110 kuelekea 120 kwa kilo moja. Mambo ya maziwa tulisema hivyo hivyo. Kwa hivyo kilimo tumedhibiti sawa sawa, and I want to give you assurance Kenya is going to move forward. Watu wa Laikipia tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Si nyinyi mmetupatia kazi? Si kila mtu afanye kazi? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Yule mtu amefanya kazi, si mtampatia ile inatoshana na yeye? Yule mtu atafanya kazi, hajafanya kazi, si mtampeleka nyumbani? Hakuna haja ya kusumbuana saa hizi. Kila mtu afanye kazi yake. MCA afanye yake, mjumbe afanye yake, governor afanye yake, mama county afanye, mimi nitafanya yangu. Wenye kuamua na walimu wa kusahihisha maneno ni nyinyi. Mtu ambaye hatakuwa amefanya kazi mumpeleke nyumbani. Ama namna gani jameni? Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Mwambie hawa wananchi kilimo mtafanya nini? Barabara mtafanya nini? Sitima mtafanya nini? Matibabu mtafanya nini? Bure mtazunguka hapo, alafu mambo yenu itazama. Ama kama sivyo, si namna hiyo? Sasa hawa watu wajipange vizuri. Mwacheni makelele ya bure. Hawa wananchi si wajinga, watajua ni nani wa kufanya kazi, ni nani wa porojo na fitina na ukora. Kwa hivyo tumebedee namna hiyo. Wacha nisiseme kuzidi hapo. Niko hapa na naibu wangu ambaye alishughulika na mambo haya ya usalama. Anaitwa Professor Kithure Kindiki Abraham. Wapi nduru ya Professor Kindiki jameni, watu wa Laikipia? Laikipia oye! Laikipia oye! Leo rais ametutembelea hapa Laikipia. Na rais amekuja hapa shughuli ya maendeleo ya kaunti yetu ya Laikipia. Mheshimiwa Rais, kukuja hapa kwako leo ni furaha kwetu, sana sana wakazi wa sehemu hii, kwa sababu wakati ulichukua usukani wa kuongoza taifa letu la Kenya 2022, mahali hapa usalama ulikuwa umeharibika kabisa. Watu walikuwa wamefukuzwa hapa na majangili na wakora na wezi wa ng'ombe. Ndio ukaamrisha tarehe 13 Februari 2023 tuwe na kikosi ama tuwe na operation ya polisi wakisaidiana na wanajeshi wetu kurejesha amani katika taifa letu la Kenya, kurejesha amani katika kaunti 6 ambazo zilikuwa zimeathirika: Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana na West Pokot. Na ukanituma hapa nikiwa waziri wako siku hiyo wa usalama wa taifa. Mimi nimeishi hapa, nimeingia kwa mapango hapa. Hata hao waheshimiwa unaona hapa sikuwa nakuja nao kwa sababu mahali hapa hapakuwa na usalama. Mimi nilikuwa nakuja na maafisa wa polisi na maafisa wa jeshi. Wewe rais ukatuunga mkono. Hata kama uchumi ulikuwa mgumu, ukatutafutia pesa. Tukanunua magari ya kisasa ya polisi.
armored personnel carriers, and mine-resistant ambush-protected vehicles. Tukakuja hapa rais, tukasungukana na hawa wakora, Mungu akatujalia. Now you gave us a lot of support. When we needed to increase the number of National Police Reservists, ukakubali, tukaongeza NPR ya hapa. Kweli si kweli? Tukaweka formed up units ya security hapa through your support. And today, because of your commitment to end insecurity in parts of our country, today we are here celebrating the reopening of Ngarashi Primary School and other 8 schools in this region. Pigieni rais makofi. Na ndio unaona wakati wote hatungekuwa na hata wakati wa kufanya mambo ambayo yametuleta hapa leo. Kwa hivyo rais, mimi nashukuru ile kazi ulinipatia siku hiyo ya kufanya, nilifanya. Na hata hii ingine mpya umenipatia ya kukusaidia, nitafanya. Sijui kama tunasikizana. Ile ulinipatia siku ile rais, nilijaribu. I can account for the 689 days when I was Interior Minister. Each day what I did under your directive to make sure Kenya is a safer place. From Laikipia to Lamu to West Pokot to Garissa to Mandera, everywhere. Na mimi nakushukuru rais kwa hiyo support. Jambo ya pili na ya mwisho, ndio wale wengine wasalamiane alafu tufunge. Rais ameeleza ya kwamba miaka miwili imepita sasa akiwa uongozini. Na ameeleza ile kazi ambaye amekuwa akifanya. Shilingi yetu ilikuwa hafifu, sasa imedhibitika. Mambo ya bei ya unga ilikuwa juu, sasa imeteremka chini kidogo. Mambo ya mafuta ya petroli ilikuwa juu, sasa imeteremka kidogo. The president can account for what he has been doing for the last 2 years, and the evidence is there for everyone to see. Na isitoshe, kwa sababu sasa mambo yale makubwa yamekuwa dhabiti, hata kama hatujafika ile kiwango tunataka. Because we want our shilling to be stronger. We want inflation to come down even more. We want even the price of fuel to even come down more. Lakini kwa sasa, we are not in a bad shape. Na ndio unaona rais sasa ameanza mambo ya programs na projects ya serikali. Barabara, stima, shule, masoko, affordable housing. Ile mambo ambayo iko kwa manifesto. Hiyo ni kazi ama sio kazi? Ni kazi si kazi? Rais aendelee na kazi sasa? Na mimi nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa msaidizi wako mkuu, pamoja na wenzangu mawaziri ambao umetupatia kazi, PSs and all officers ya serikali, wabunge ambao wamechaguliwa na chama chetu, we will not waste time trying to argue with people without an agenda for Kenya, with people without an agenda for any part of this country. Sisi hatutapoteza muda wetu kupiga gumzo na kubishana na watu ambao hawaambii wananchi vile maisha yao itakuwa bora kesho. Na mimi nataka nikuhakikishie, I'll be a steady assistant, a steady deputy right behind you, family, and together with my colleagues, we are going to deliver Kenya to the promised land under your leadership. Kuna watu naona wameanza kunishauri. Hata sijui, wewe ukai kama unapigana na rais vizuri, sijui wewe ukai kama unabishana na rais. Kwani tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Kwani mimi ni kiongozi wa upinzani? Si mambo ya kupigana na serikali, ni wale wako nje, watu ya upinzani. My job is to support the president, to defend him, to support him, to work under him and work with my colleagues to make sure what he does we follow through and we deliver to the people of Kenya. Mungetaka niendelee na hiyo line? Nishikilia rais? Nishikilia rais? Nishikilia hapo?
Wangapi wanasema nishikilie rais na nikae nyuma yake? Those others who have other ideas waende wakafanya mambo yao huko. Me have no time to waste. Na wengine wanaongea walikuwa na muda. I don't know how they use their time. Me, I account for every day. When I wake up, I must assure myself I have done something for Kenya and I have done the responsibility of my office. Tuendelee tusiendelee? Rais asonge mbele. Rais asonge mbele na maendeleo. Asongeshe barabara mbele na stima yetu na masoko. Wangapi wanaunga mkono Rais William Ruto hapa leo Laikipia? Kwa hivyo rais, mimi sitaki kusema sana. I am so happy, and after your trip I will come here many more times. Na kwa sababu sasa hakuna mambo ya usalama ambayo umeathirika sana, except a few pockets where we will support, and you will support the new minister hapo north kidogo and other sections, Baringo mahali kidogo hapo Loruk. Kazi sasa ni ya mambo ya maendeleo, ile kazi kubwa. So I will be here many times with the other colleagues, members of parliament, na wale wengine ndio tusongeshe Kenya yetu mbele. So mimi nashukuru sana. I'm very happy to be back to a peaceful Laikipia and a peaceful North Rift. I am very happy. Wacha sasa ni introduce, kwa sababu rais ameongea na tuko wengi ambao tumekuja na yeye. Wenzangu mnikubalia hatutaongea sisi zote, kwa sababu tutaweka rais hapa sana. Ako na events nyingi sana hapa Laikipia leo na baadaye atakwenda kule Nyeri. So mimi nataka kuuliza PSs wetu wasimame hapa na mawaziri wetu ni wa introduce kwa heshima kubwa. I know Patrick, you are at home, you'll say something, don't worry. Si mnajua huyu, wacha nianze na hawa. Huyu anaitwa Alex Wachira, PS wa stima. Huyu anaitwa PS Kilemi Patrick, anatoka kule Meru, ni PS wa cooperatives. Haya, huyu msichana ni wa hapa. Mnajua huyu msichana ni PS wetu wa mambo ya wildlife, anaitwa Sylvia Museia, ni PS anatoka hapa Laikipia. Wapi makofi ya PS? Huyu ni PS wetu wa forestry, anaitwa Gitonga Mugambi, anatoka pale Meru. Asante sana. Sema kitu dakika moja PS kwa niaba yao, waacha Mariru aongee. Ngarashi hamjambo. Muriega. Chamge. Chamge. Asante sana Your Excellency. Your Excellency, hapa ni nyumbani. Baba yangu yuko hapa, mama yangu yuko hapa, brother zangu wako hapa. Your Excellency, in 1985 mimi nimeingia nasari pale. In 1993 nikamaliza standard 8 hapa na nilikuwa mwanafunzi wa kwanza. Lakini Your Excellency, ile mulima 2 years ago, those hills you see there, 2 years ago tulikuwa nasikia mabuduki na risasi kila siku. Kweli si kweli? Nakumbuka hapa kwa gate kuna ng'ombe zilikuwa nakunywa maji kwa hii dam 2 years ago. Watu wakakuja wakora, wakakuja wakafagia zote na wakaua mtu hapo. Kweli si kweli? Na tukasikia Your Excellency ukiwa kule Saburu ukasema kwa muda wako ukiwa rais, hii ukora itaisha. And you said enough is enough 2 years ago. Your Excellency, I want to confirm to you, kwa sababu uliambia jeshi na polisi ya kwamba hiyo upuzi ya badete lazima iishe. Na kuambia sasa wazee walikuwa nalala nje, wamama wanalala kwa nyumba. Nimesikia ripoti sasa hapa watoto wameongezeka kwa sababu wazee wamerudi nyumbani. Kweli si kweli? Your Excellency, you gave us those instruction ya kwamba maneno ya buduki lazima ishe. Pia ukapatiana maneno ya mashure lazima ifanywe. Tumefanya hatujafanya? Rais amefanya hajafanya? Ya mwisho Your Excellency, kwa sababu niko nyumbani,
nataka kukushukuru kwa sababu kijana ambaye amezaliwa hapa kwenye hakujulikani, Ngarashi, huyo kijana wewe rais umeenda umemchukua, umemfanya awe PS wa jeshi. Nataka kukushukuru. And I want to commit before you that I will serve faithfully. Asante. Well done. Mawaziri tafadhali, kwa sababu ya time, sema moja moja. 1 minute each. The ministers. Huyu anaitwa Waziri Opiyo Wandayi wa stima. 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wananchi wa Laikipia, mjambo. Mjambo tena. Nimepewa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha ya kwamba nimeunganisha stima katika hii eneo yote. Na hata baada ya Mheshimiwa Rais kwenda ule Nairobi, mimi nitarudi hapa mara mingi ili niwasaidiane na nyinyi. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Very much. Huyu mama anaitwa Rebecca Miano, anatoka hapa, ni waziri wetu wa utalii na mambo ya wildlife. Karibu waziri. Asante sana Your Excellency kwa kuja hapa Laikipia. Tumefurahi kabisa na ile kazi umenipatia ya utalii na wanyamapori, ni ya muhimu kabisa hapa Laikipia. Hapa Laikipia kuko na wanyamapori wengi kabisa, na tuko namba 2 hapa nchini, ya kwanza ikiwa Taita Taveta, na kwa hivyo tunatia bidii ili tuweze kuimarisha utalii na uhifadhi wa wanyama pori. Sisi ni wale jeshi ya rais, tutachapa kazi mpaka ichapike, na tutaendelea, hatutaangalia nyuma ama kando, macho yatatazama mbele. Asanteni. Unajua huyu waziri anaitwa nani? Anaitwa nani? Mheshimiwa Kabogo, waziri wa ICT. Please, karibu. Asante. Mimi nikisema harambee, useme maendeleo. Harambee! Harambee! Mheshimiwa Rais, nilikuambia jana, hawa wangwana hawana haja na maneno. Haja yao ni maendeleo. Na mimi niwaambie, unajua mimi sikujua shughuli ya mambo ya waziri. Saa hii ninajua. Mazibio tunapelekwa na huyu bwana. Nyinyi miaka 2 ikiisha, jameni, hamutaweza kuwa mkisema shida hii au shida hile. Atakuwa ametatua yote. Na ndipo mnasikia akiwaambia wale wenye kupiga mdomo tu, hata wale wameajiriwa na nyinyi, ambaye amesema waende nyumbani kama hawakufanya kazi. Hata wale Mheshimiwa Rais wako nyumbani na wafanyi kazi, hawawezi kazi, ni kelele, wakae nyumbani bwana. Au sio namna hiyo? Ekana tiguo. Nimeamrishwa hiyo skuli 9 niweke kitu inaitwa internet ama mtandao. Masoko tuweke mtandao. Wale vijana wakukanyakanya wakanyakanya mchana na usiku kwa sababu iko mtandao. Namraigwa. Na mnajua mimi ni nyati. Nikipatiwa kazi na sukuma. Hata hiyo ya mlima nikipata nitasukuma. Asanteni. Basi sasa, kwa sababu ya masaa, nilikuwa naomba wale wabunge ambao wametoka nje ya Laikipia ni wa introduce tu, please. Wataongea baadaye. Kuja MPs wale wametoka out. Sorry. Huyu anaitwa Kiborek, ni mtu ya hapa, bunge wa Mogotio. Simon Kingara. Huyu anaitwa Mandago, senator wa Uasin Gishu. Huyu anaitwa Mheshimiwa Karemba Eric, bunge wa Runyenjes. Huyu anaitwa Mheshimiwa Kamuren, bunge wa Baringo South, jirani hapa.
Ngoja kidogo. Ngoja. Kuja, let me introduce our former governor, Mheshimiwa Nderitu Mureithi. Mheshimiwa Mureithi amekuwa governor wetu, amekuwa former MP wa hapa, amekuwa governor na rais juzi amemteua kama mwenyekiti wa Kenya Revenue Authority. Makofi. Hebu nisalimia hewani namna hii. Laikipia hoye! Mambo mbili tu. Sisi tukiwa wangwana wa Laikipia, jambo la muhimu zaidi si ni mambo ya maendeleo. Si ni mambo ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, unajua naibu wa rais alisema kuhusu wale wa upinzani, na hivi majuzi unajua waziri wako Bwana Upio, waziri wako Bwana Kabogo na mimi tulikuwa pande ile, lakini sasa tuko hapa. Ni sawa tukiwa broad based government. Na niwaeleze, nilizania pengine waziri Upio atasema hata yule kingara wetu wa pande ile Mheshimiwa Raila Odinga hata yako wapi? Hapo. Kwa sababu kitu ya muhimu si kuhangaisha rais, ni kuunga rais mkono, Kenya iendelee mbele. Hata wale ambao wanafikiria ati watashindana na yeye hapo later, saa hii kitu ya muhimu ni maendeleo. Nimalize ni kusema hivi, Mheshimiwa Rais, wajua huko in Nyeri there, zamani kulikuwa soko fulani, na hiyo soko kulikuwa kidogo na mtu mambo yake si timamu, na karibu na soko kulikuwa mahali watu wanaoga. Wajua Mheshimiwa Rais, zamani za kale watu walioga kwa mto. Sasa mzee mmoja akaenda kunawa, alafu yule mjamaa mwenye mambo yake likuwa na shida akakimbia kuchukua nguo zake akimbie. Akakimbia amepita soko. Ile inafaa sio ule mzee kukimbizana na huyu, kwa sababu mkipita soko inaweza kuwa mtu hataeleweka ni gani timamu na ni nani nini ako na shida. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe chapa kazi, wachana na watu ambaye Nyogu adoito. Thank you very much. Gavana Irungu tafadhali. Joshua Irungu, gavana wetu, makofi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, rafiki yetu Daktari William Samoei Ruto, the Deputy Governor na viongozi wale wote tuko na wao, pamoja na watu wetu wa Laikipia County, Bwana asifiwe. Hamjambo. Mimi rais nataka kushukua on behalf ya hao watu wetu wa Laikipia, the great people of Laikipia. Nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru sana. Nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru kwa sababu ya mambo matatu manne. Leo tunashukuru ile maendeleo ya shule, lakini hapo mbele kuna mambo umeyafanya. Kwanza tunakushukuru kwa sababu vile unatuona hapa zile jamii tunakaa katika Laikipia, wakati huu tunakaa na amani kwa sababu ya insecurity umeweza kumaliza katika Laikipia County. Kwa hivyo kado na mambo mengine yote, sisi tunafurahi na tunakushukuru kwa sababu ya the peace and amani ile iko Laikipia County. Ya pili, nataka kuchukua hii nafasi. Rais wetu, bereni sisi tulikuwa tunaona fertilizer kule Nyahururu au Nakuru. Lakini leo hii fertilizer iko Oromoran, iko Kinamba, iko Supiri, iko Muhoteto, iko hata hapa jirani, hapa Gituaba, fertilizer iko hapo. Na tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Na tunakuomba, hakuna fertilizer. Nasema hivi, fertilizer imeweza kufika, lakini bado kuna ingine bado haijakuja na itakuja fertilizer. Ya tatu rais, na mimi namhakikishia hivyo kwa sababu mimi ni mzee wa kijiji na najua fertilizer iko jiani ikiingia katika wiki hii.
kuna lori zaidi ya 20 zile zinakuja ya fertilizer inakuja katika Laikipia County. Jambo lingine rais, tunataka kukushukuru ni kwa sababu hawa watu wetu hawa unaona hapa hawakuwa wanalala kwa sababu ya dofu zile zinatoka kwa msitu. Na leo hii tuko na ile waya hata igawa haijamalizika, tuko na tumaini ya kwamba itamalizika na watu wetu wataendelea na kulala. Leo hii tumefanya haya mambo ya kujenga mashule kwa kando na kule kulikuwa insecurity. Lakini rais, tunakuomba ya kwamba nao ya kwamba tuko na mashule tayari, tuko na dofu tunafugia pale tayari, fertilizer inaendelea na kukuja tayari, mambo ya amani na security iko. Rais, tunakuomba haya ya kwamba tafadhali, hata igawa sisi kama county ni kazi yetu kushimba dams na kuletea watu wetu maji, hatutuwezi kuyafanya kwa sababu ya the limited resources. Na tukiungana na wewe tungekuomba ya kwamba kuna dams kama ya Gatilima, ya Rubere, ya Dideka na zingine tuko nazo katika Laikipia County. Tungekuomba sasa utuweze kutuwezesha kutushibia na kudistribute those dams, ndio watu wetu waweze kufanya kazi, walime, waweke pesa mfukoni kama vile tuliwahidia wananchi wetu ya kwamba kazi ni kazi, pesa mfukoni. Kwa hivyo tukishiba hizo demu nao, kwa sababu tuko na amani, tunaweza kuweka pesa mfukoni. Na ya mwisho rais, na kuomba ya kwamba kuna mambo mengine, mambo ya barabara ya insecurity, tunakushukuru kwa sababu tukishikana na KDF pamoja na county tutafungua hizo all the insecurity and the security roads, tutafungua zote. Na kando na hayo kuna mengine tutakuja kukumbusha tukiwa pamoja na viongozi kwa sababu ya wakati. Yale mengine kama barabara ya Nanyuki, Lumuruti, Nanyuki, Dodo, hiyo takaa pamoja, tuipage pamoja, tukukumbushe na tuone vile tutaendelea. Asante sana rais, na tunakushukuru na tunakupenda. Asante sana. Thank you very much. Asante sana Gavana. Sasa wacha tumsikie Mama County Women Rep wa Laikipia. Asante sana, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, na watu wetu wote wa Laikipia. Mungu ni mwema na kila wakati. Your Excellency the President, mara mingi huwa nakwambia Laikipia ni kaunti ya baraka. Wiki 3 zilizoisha tuliketi na watu wa Laikipia, wakanituma kwako, wakaniambia ukuje Laikipia, na wakasema usikuje kule kwa town, ukuje uwapate kwa mashinani. Your Excellency the President, na kushukuru ati leo umekuja umewapata katika mashinani pahali walikuomba ufike. Shukrani ya pili, Your Excellency, ni ya kwamba umekataa ukabila katika hii nchi. Huku Laikipia County tuko wa Turkana, tuko wa Pokot, tuko wa Kalenjin, tuko wa Kikuyu, tuko wa Samburu, tuko wa Masai, tuko na wa Meru. Kabila zote ziko katika county ya Laikipia. Na Your Excellency the President, tafadhali usikubali ukabila ingie katika hii nchi ama hii county yetu. Kitu ya tatu, Your Excellency, ni shukrani kubwa sana. Juu mimi kama mama, hakuna kitu ilikuwa inanitia hofu kama hao watu kunipigia simu usiku wakiniambia wamepatwa na majambazi, ng'ombe zao zinaibiwa, mbuzi zao zinaibiwa. Lakini siku ya leo, Your Excellency the President, tumemaliza miaka 2 bila wakora kukuja kutusumbua, na tunaomba hii usalama iendelee, na tunaendelea kukushukuru ati watu wetu wanalala kutoka usiku mpaka mchana bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Mimi nataka kuongelesha wale watu wa media. Ila wakati kulikuwa na hakuna usalama Laikipia, mulikuwa mnashinda mkikuja kutangaza Laikipia hakuna usalama. Leo hii tunawakaribisha kama wana Laikipia, kujeni muonyeshe nchi nzima, ulimwengu mzima kwamba usalama umerudi katika kaunti ya Laikipia, na usalama umerudishwa na His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Kitu ya tatu, Your Excellency, jana nilienda pahali kwa station
na nikaongea juu ya hizi nyua za ndovu amba hii fence ya kuweka ndovu mbali. Watu walicheka na wakaona kama ni kitu ya kuchekesha. Leo hii Your Excellency, nataka kukuambia maisha ya hao watu wangu ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Hizi ndovu ni lazima zifungiwe, zikae kwao, ziache kukula chakula yetu, ziache kuua watu wetu wakae kwa usalama. Na kwa hivyo Your Excellency, usiwahi ogopa kuingia huku Laikipia County, kuwafungulia fence ya kufunga ndovu, kuangalia kama imefunga vizuri, ili tuhakikishe maisha na usalama wa watu wa Laikipia County uko sawa sawa. Your Excellency, sitaki kujirudia. Juu stima tayari nimeona zimefika. Hiyo ni kitu moja nilikuwa nimetumwa na watu wetu. Kitu ingine Your Excellency, maji tutaendelea kusukumilia, tuone vile watu wetu watapata maji ili waweze kufanya ukulima vile inavyotakikana. Your Excellency, siwezi toka hapa bila kukukumbusha zile barabara mbili zetu. Ile barabara ya Nanyuki Rumuruti na ile barabara ya Nanyuki kufika Doldo. Your Excellency, nitarudia vile tu nilisema mara ingine. Utujengee hizo barabara mbili. Wacha nikwambie vile hawa watu huniambia, ukifanya hiyo usirudi Laikipia County tena. Kura tutakuwekea, tuzijaze kwa chondo na urudi mwaka wa 2027. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na swali la mwisho, munataka rais arudi tena Laikipia? Na tena, na tena, na tena. Kwa hivyo Your Excellency the President, umesikia. Ukizunguka kidogo tu unarudi Laikipia, unazunguka kidogo tu unarudi Laikipia. Na asanti sana kwa kuanza na kaunti ya Laikipia katika ziara yako ya kuzunguka mlima. Asanteni sana na Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you. Tunaendelea kumaliza. Naomba kama na sisi dakika moja usalamiane. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, wananchi wa Laikipia, hamjambo? Morega. Nisalimieni hivi. Wale ambao hawanijui, naitwa Cecily Mbarire. Mimi ndiye governor wa kule Embu County. Na nimekuja hapa sio kama governor peke yake, nimekuja hapa kama mwenyekiti wa chama tawala cha UDA. Na nimekuja kuangalia kama watu wa Laikipia wako na serikali. Na leo nimeona mko ndani zaidi. Mimi nataka kuwashukuru, mkae hapo kwa sababu kuna sababu ya tuchaguane 2002. Tulichaguana 2022 ndio Mheshimiwa Rais aweze kutimiza his manifesto kwetu sisi. Kwa hivyo yule anatuambia 2.5 years kabla tufike elections tutoke, huyo anatupeleka mahali hatujui na hatutakubali. Kwa hivyo mimi salamu kutoka Embu tuko ndani ya serikali, na nyinyi watu wa Laikipia mko ndani ya serikali. Mubarikiwe sana, asante sana. Wacha nimuite kiongozi wa wengi bungeni, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wapi makofi ya kiongozi? Watu wa Ngarashi hamjambo? Muriega. Mwathani agocwo. Asante Mheshimiwa Rais. Mimi wakati nimefika hapa leo, iko mchungaji hapa ameniambia kama iko jambo Rais ametufanyia sisi wakazi wa hapa ni mambo ya amani na sisi kuishi kwa amani. Na Mheshimiwa Rais umesema vizuri tena ya kuwa palipo na amani watu wanapata umoja. Hawa watu wa hapa Laikipia, ukisikia hata masehemu yanayotajwa hapa kama Thigio si ni hapa Limuru? Kuna Thigio ingine hapa? Oh, unajua nimesikia Thigio ndeciria nĩ gwitũ. Gũkũ nĩ kũrĩ Thigio? Ithe acio ti andũ hii makiumĩte Thigio. Wakakuja wakaishi hapa.
na utasikia majina mengine mengi ya sehemu zingine za hii dunia ya Kenya. Kusema Laikipia ni watu ambao wametoka sehemu mbalimbali wakaja kuishi pamoja Laikipia kwa umoja na upendo. Na jambo ambalo wamekuwa wakitafuta ni amani tu, wajifanyie kazi yao. Na rais na Profesa Kindiki akiwa waziri wa Interior waliweza kudhibiti hiyo amani na kuhakikisha wakora wa ng'ombe na wale wa kusumbua nyinyi usiku wamefurushwa. Sasa tukiwa na amani, tuweke umoja na upendo. Na tukifanya hivyo pia, vile governor amesema hapa, mbolea inapofika Nyahururu, governor, unajua county governments tuko na tunasaidiana ile ya last mile. Sio last mile ya stima, last mile ya kuleta mbolea karibu. Unatusaidia hata kama ni lori ya county inaletea watu mbolea hapa karibu kutoka Nyahururu. Kanatiguo? Sababu hawa watu ni wakulima, walime, walete ile chakula kwa masoko. Hizo masoko rais ametaja zikijengwa, nyinyi ndio mtaleta chakula huko, na wanunuzi wale wanakuja nyumba ya affordable housing huko Nyahururu adomegoro pa iguru matigoko na migunda. Kanatiguo? Inywe ni nywe murere maga nyanya, karati, dania, waru, mukamende ithetiguo mugato ikareo hau tunyitirire jabeno ya wira asonge asisonge asongeshe maendeleo. Si mmesikia sasa Nderito Mureithi ambaye amekuwa governor wetu hapa Laikipia sasa ndiye chairman wa KRA, ndiye mwenye kuokota ushuru, si ndio? Sasa mmejua ile jina ya Zakayo rais amepatia Nderito Mureithi. Kanatiguo? Zakayo reuno. Zakayo Nderito Mureithi. Runaka rais aratuirire etwo Kasongo, aonetwo Kasongo, bora Kenya isonge mbele. Nyinyi Laikipia mmesema Kenya isonge mbele. Hata akitwa Kasongo asongeshe Kenya mbele. Na Laikipia mtasonga na Kasongo. Asanteni, Mungu awabariki. Mwenye atatufungia ni bunge wetu, lakini kabla sijaita bunge atufungie. Oh, sorry. Karibu nisahau dada yangu hapa. Mheshimiwa Sara Lekorele. Karibu nisahau. Wapi makofi ya Sara Lekorele? Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wenzetu wote tuliofika hapa, hamjambo? Muriega. Enta super. Ejogothi. Chamuge. Your Excellency, mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Yangu ni mawili. Ya kwanza ni kukushukuru kwa sababu ya kuwa na jisho ya kuona yale ambayo macho ya watu wakubwa hayaoni. Na kwanza ni kwamba umetufanyia Mariro PS mtoto ambaye amesoma katika shule hii. Mheshimiwa, ukitazama nyuma yako kuna huyu msichana mdogo anaitwa Museia. Unajua kama si wewe rais, Museia angewahi kuwa PS. Tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, hapa unajua hapa ni jirani yangu, Laikipia North inaanza tu pale nyuma ya hii milima. Na unajua wakati walikuwa wanalia tukiwa na Mariro bunge, mimi ilikuwa mpaka nina mobilize vikosi vyangu vikuja visaidie Mariro hapa. Lakini leo hii tumelala. Na mimi nasemanga na hatuna sorry. Usalama sisi Laikipia tukipata, sisi hatuitishi vitu mingi, tutajifanyia kazi na mikono yetu. Lakini muhimu zaidi, tulisema hapa ni Laikipia. Hapa ni wapi? Hapa ni kama USA. Kila mtu ako Laikipia na ni lazima, sio tafadhali, tukae zote kwa amani bila kuhubiri ukabila, lazima tuhubiri umoja wa Wakenya. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, unajua watu wa Laikipia North leo watanipiga mawe. Lakini mimi nataka kusema Laikipia is very unique. Ukizunguka Mount Kenya unaanza na Laikipia. Ukienda safari ya Savannah unaanza na Laikipia North. Naomba kwa heshima. Na nikukumbushe tu barabara mbili ambaye ni muhimu sana kwetu. Barabara ya Nanyuki kwenda Rumuruti. Barabara ya Nanyuki kwenda Doldol. Mheshimiwa Rais, saa hii kwenda Doldol it's almost impossible.
Ukiona mimi sijasuka nywele kama kina Jane, ni kwa sababu nikitoka Doldol, nikifika Nanyuki, lazima nioge kuanzia nywele mpaka vidole. Naomba baba yangu, hata kabla ya lami, emergency funds ya kufanya hiyo barabara motorable, naomba kwa heshima. Asanteni sana. Basi, wacha nichambue MCA wa area hii aseme jambo, alafu Mheshimiwa Karani yataongea akiwa kwa kutumalizia. Wapi makofi ya MCA wetu? Mungu ni mwema kila wakati. Your Excellency, our President, our Deputy President, mimi ningependa tu tutabue kuna viongozi MCAs ambao tumeandamana na wao. MCAs wenye tumeandamana na wao ni kuwatabua tu. Tuna MCA Kimosop ambaye ni jirani hapa, pigieni yeye makofi. Tuna MCA Karoiro wa Romoran ambaye huwa amefamiwa sana na wakora. Your Excellency, mimi sina mambo mengi. Kwanza nashukuru vile tumejengewa mashule zetu. Oh, pole. Kuna mwingine aliingia kwa wananchi hata haonekani MCA. Si ni vyema tumtabue? Kuna MCA hapa. Huyo ni MCA wa Githega. Anaitwa Getahi wa Masharia. Pigieni hiyo makofi. Ni vile yako mfupi sasa aliingia kwa watu wakafishikana kule. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi nashukuru kuja kwako hapa. Your Excellency, nashukuru PS wetu vile amejenga hizi mashule. Your Excellency, ombi langu ni moja. Mwenye anatuwekea ua hii ya ndovu, aharakishe kidogo kwa maana tumeanza kupanda na ndovu zinatuzubua tayari. Aharakishe ili tufanye pamoja. Your Excellency, kuna mwenye anaweka stima. Stima ziko kwa centers. Hata mashambani tuenezewe stima. Si ni kweli watu wetu? Kwa hivyo Mungu awabariki na tunakuomba Your Excellency, ukiwa na wafadhili ama watu wa irrigation, vile umepitia, najua umepitia juu, umeona vile demu zetu zinakaa kama zimejaa maji, hazina kitu, ni mchanga imejaa. Si ni kweli? Tutumie watu wakuja tutoroe mchanga. Sisi hapa ni wakulima, tukipata ukulima hatutaki kuomba jambo lingine. Mungu awabariki. Mheshimiwa, wacha sasa tusikie maneno ya mwenyeji wetu Mheshimiwa Wachira Karani. Asante sana, asante sana, asante. Ngaidia yogwa, asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, naibu wa rais wetu Profesa Kindiki Kithure, viongozi wote, mimi ni Daktari Wachira Karani, mjumbe wa area hii, na kukaribisha hapa Your Excellency. Tumesema asante sana. Umetufanyia mashule 9 Your Excellency, na tunajivunia sana. Lakini Your Excellency, unakukumbuka nilikuambia ile mashule ilikuwa inataka kufanyiwa. Ninashukuru kwa hiyo 9, lakini tumembakisha ingine, si mingi, ni 11 tu. Ukitufanyia tu hiyo, najua mfuko yako Your Excellency ni mrefu. Igiza mkono utuangalie, ndio hiyo mashule 11 ingae kama hii yetu ya Ngarashi. Your Excellency, upande wa usalama, mimi leo naongezea kidogo tu, lakini shukurani. Wewe ni mtu wa kuweka ahadi. Ulituahidi hii maneno ya usalama utaileta, na wakati ulimtuma naibu wa rais, saa hii alikuwa waziri wa usalama, akakuja akakampu hapa, maneno hiyo yote ikatulia. Huko unaona ile milima Your Excellency, kule kulikuwa kunalia mabomu, marisasi aina zote, ungetofautisha huko na Somalia. Wenyeji hapa, wale wako hapa siku ya leo, walikuwa wanaishi hapa na wasiwasi, ng'ombe zao wamepeana huko Mwoteto na huko mbali wanaficha. Lakini saa hii tunalisha mpaka huko kwa mipaka. Kitu kimoja tu na kuomba, tumefanyiwa hiyo na security yetu na NPR. Kuna vijana wetu wa NPR wale ulitupatia Your Excellency, tuongezee wengine 100 tu. Tunashukuru kwa hao umetupatia, tuongezee wengine 100. Mimi maneno ya barabara sitasema, na unisamehe, nimekusumbua ya kutosha juu ya hizo barabara zetu mbili, ya kutoka Kenamba kupitia Mwenje kwenda Matweku, na kutoka Mutanga kwenda Kaiti Kundarira mpaka Mjebi. Mimi nakushukuru kwa sababu tayari umejiba hiyo, na tunakushukuru. Otherwise, asante sana Your Excellency.
Shukrani kwa wazazi wa Dr. Wachira Secondary School, wewe ndio ulituanzisha hiyo shule ukiwa naibu wa rais mwaka wa 2013. Umetupatia school bus, tunakushukuru sana kwa niaba yao. Ya pili, kuna dormitory ministry ya education ilitupromise last year. Wametujengea mpaka pale kwa Linto. Imebaki kidogo tu, mimi naomba uamulize wakuje watumalizie hiyo dormitory na tunashukuru. Asante sana. Ruto Ruto! Ruto Kindiki! Well done. Tunasikiza hawa viongozi wote. Wacha niseme mambo mawili ya mwisho. Mbali na kujenga mashule na mimi nimekubaliana na KDF ya kwamba barabara zile ambazo mnatumia security roads hapa Laikipia West, kule Laikipia North na hapa Baringo, nimewapatia pesa, sasa watakuja kuwajengea security roads, ndio mambo ya usalama sehemu hii yote tuweze kuidhibiti. Tumekubaliana. Jambo la pili, mumesema kuhusu mambo ya fencing. Kwa sababu ya matatizo ya wanyama wa pori, hasa ndovu, ambayo inaharibu mali yenu, inaharibu mifugo, inaharibu mimea yenu, na pia inasababisha vifo ya wananchi. Tumeamua kama serikali, vile nilikuja hapa, tunaweka fencing ama ua hapa katika Marmanet Forest hapa sinamna hiyo na Lariak. Hizo mbili tayari wale ambao watu wa kandarasi wanaendelea. Mama County usijali, na wale wako Nairobi. Wale wako Nairobi hawaelewi matatizo ya wananchi. Hawajui ya kwamba wanyama wa pori wanatesa wananchi. Lakini kwa sababu na wewe na sisi na serikali inaelewa umuhimu ya kufungia wanyama wa pori kule porini, ili wananchi wasitatizwe, mimea yao isiharibike na watu wasipoteze maisha yao, mimi nitaharakisha ile kazi ya kuhakikisha kwamba kuna fence. MCA wenu amesema mumerudi shambani, na mimi sitaki mimea yenu iharibike. Tutaharakisha. Waziri wangu yuko hapa, Mama Miano, amesikia vizuri, na PS wetu mama huyo Sylvia, wafanye hiyo kazi. Hawa wananchi hawataki mali yao iharibike. Tumeelewana? Si hawa mama wawili wanatosha hiyo kazi ama namna gani? So wafanye hiyo kazi, si ndio? Wamesikia kutoka kwangu. Kwa hivyo tutaendelea hivyo. Watu wa hapa Laikipia, mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha. Niwahakikishie hiyo kazi yote umetupatia, tutaungana kutoka MCA, wabunge wetu, magavana, maseneta, women rep, sisi wote kutimiza mambo yenu na kuhakikisha kwamba Laikipia inapata maendeleo kulingana na vile